Asante sana. Nawashukuru sana nyinyi mnaonitazama popote mlipo katika dunia nzima, na niko hapa pia niwaeleze kile kinachoendelea katika ulimwengu wa roho na pia ulimwengu wa siasa katika nchi ya Kenya. Kwa kawaida tumeona kwamba wanasiasa hapa inapofikia uchaguzi, wengi wanatafuta nguvu kutoka sehemu nyingi. Wengine wanatafuta nguvu kutoka Tanzania, wengine wanatafuta nguvu kutoka Nigeria, wengine wanatafuta nguvu kutoka Mombasa na Kitui tu, mradhi kwamba wakuwe famous na waweze kukubalika na watu. Maana yake unakuta kwa uongozi wa sasa wanaochaguliwa wengi hawachaguliwi kwa sababu wanapendwa na wananchi. Wanachaguliwa tu kwa sababu unakuta kwamba kuna nguvu fulani ambazo wako nazo na kuna semi fulani tu ambazo wako nazo ambazo si za kawaida, na unakuta kwamba unajikuta tu kwenye mtego wa kuchagua yule mtu bila ya kumpenda. Kuna yule nyoka ambaye aliyepatikana pale kwenye mpaka ama kwenye sanduku akija nchi ya Kenya. Na labda nitawaambia huyu nyoka alikuwa wa nani. Huyo nyoka ni mmoja wa baadhi ya wanasiasa ambao ni maarufu sana hapa nchini. Maana wanasiasa wengi hapa hivi wanatawala kupitia kwa nguvu ambazo ni za giza. Na ukienda katika nyumba za wanasiasa nyingi utakuta kwamba wamefuga vitu ambavyo si za kawaida. Kuna wengine wako na chatu katika nyumba zao, na hiyo chatu anawaletea pesa. Na utakuta wanasiasa wengi wakati wa kufanya kampeni unashindwanga hizi mamilioni ya pesa zinatolewa wapi. Na unakuta labda tu ni mbunge analipwa tu mshahara ambao ni labda ni wa milioni moja tu katika ama ni chini ya milioni moja mwisho wa mwezi. So unakuta huyu wakati wa kampeni anamwaga pesa kama mchanga. So unashindwa zile pesa zinatoka wapi. So nyoka kama huyo anapokuja anamwezesha kupata pesa na nguvu za giza. Na huwa si nyoka wa kawaida, kwa sababu anapofika kwa yeye ni nyoka tu mchana, lakini anapofika kwa nyumba pale huwa anajigeuza na anakuwa ni mtu. Na anapojigeuza anaweza enda mpaka hata kwenye benki achukue pesa kwenye benki, achukue pesa kutoka sehemu yoyote, na anapochukua zile pesa ndio anafanya nazo campaign size. Na ndio natahadharisha watu wanaokimbilia kupata pesa za campaign. Hizo pesa za campaign si nzuri sana, maana yake pesa nyingi sana huwa zimetengenezwa, si pesa za kawaida zimetengenezwa. Na ndio nakutanga zile pesa, yule mama akipatiwa ile 200 kwenye mkono wake ataimba wimbo wa mtu yule na atachindwa hata amemchagua namna gani. Baada ya uchaguzi anaanza kulalamika, mimi sikupenda kuchagua mtu fulani, huyo mtu mimi hata sijui nilimchagua namna gani, kwa sababu zile pesa zinapoingia kwenye mikono yake, hizo pesa zina nguvu fulani, zina usemi fulani, ama zina connection fulani. Na wengi wameangia katika hiyo mitego, kwa sababu hata hao wanaoitwa goons wanaotumika. Nambari kubwa, unajua jambo la kwanza mimi nasema hivi, kumwaga damu ya mtu, mwanadamu ambaye ako na akili za kawaida, kumwaga damu ya mtu si rahisi. Lakini hao unasemanga wanaitwa goons. Kuna wengi tu ambao unakuta mtu anapatiwa 1000 kwenye mkono. Hiyo pesa si pesa ya kawaida, ni pesa zimetengenezwa. So anapotumia zile pesa, yule mtu kuanzia sasa ataimba wimbo wako. Na hivyo ndio unakuta watu wengi wanakuwa brainwashed through zile pesa. Sasa wanapopatiwa zile pesa wataitwa mahali, atakapoitwa hata kataa, kwa sababu ndani ya mkono wake kuna pesa ziliingia katika hiyo mkono. Wanapoenda mahali kuna kile kiapo wanalishwa. Na kwa sababu tu ya zile pesa walizoguza, kile kiapo watakubaliana. Na kuna kikundi ambao wanaambiwa kazi yenu ni kukata watu shingo. Kazi yenu ni kuua watu. Kazi yenu ni kuvunja watu miguu. So kila mtu ako na na usemi wake, na kuna wengine tu ambao kupasua watu vichwa. So unakuta wale goons, kuna kiapo fulani wanafanyishwa. It is a covenant. Wanafanyishwa, alafu wanafanyishwa matambiko fulani. Kuna vyakula ambavyo wanavyokula ambavyo vimefanywa matambiko fulani. Kwa hivyo mtu anaitwa goon anazafanyia wewe anything. So wale nyoka unaona wakiletwa hao, wanaletwa kuprotect wanasiasa katika nchi ya Kenya. Na wewe tunaona tu ni mmoja ambaye amekuja kwa sababu mmechukua kwenye basi, lakini wanaoingia hata wanaoingia kwenye magari mengine tofauti, hata personal car, ni wengi sana. Kuna wengine unakuta kwamba hata yule nyoka anakaa pale kwa engine pale kwenye bonnet. Nyoka anakaa tu pale, ukifungua pale unapata yule nyoka yuko pale kwenye bonnet. Unajua sasa ni vigumu sana askari kuambia mtu wewe simama fungua bonnet. Hapana. Lakini yule nyoka anaweka pale kwenye bonnet. Na anapita tu vizuri kutoka Tanzania, anaingizwa katika nchi ya Kenya na anapatiwa wanasiasa. So namba kubwa ya wanasiasa hapa Kenya wanatumia nguvu ambazo si za kiungu, kumanipulate wapigaji kura. So unakuta Kenya nambari kubwa ya wanasiasa ambao hawatakikani huwa wanachaguliwa.
Ile nyoka ni ya kawaida ama ni ya kiuchawi? Hiyo nyoka si nyoka ya kawaida, ni nyoka ya kichawi tu ambayo imetengenezwa kwamba inaweza kujigeuza. Inaweza kujigeuza na iwe mtu, inaweza kujigeuza iwe pesa, inaweza kujigeuza na iwe kila kitu ambacho unachohitaji. Unaweza kuna mtu unaweza kuta labda hao wanasiasa, for example mtu kama rais mtu kama Raila mara nyingi ungemtafuta Raila, labda unamuinda Raila mpige risasi, ulikuwa unakuta kwamba unayepiga si Raila, unayepiga risasi si Raila. Ulikuwa unapiga gari ukidhania kwamba Raila yuko ndani, lakini ukipiga risasi hiyo gari na kutekana Raila hayuko ndani hiyo gari. Kwa hivyo yeye pia alikuwa protected na nguvu ambazo si za kawaida, alikuwa na protected na nguvu ambazo ni za kichawi. So ndio unakuta Rais Moi alijaribu kuua Raila, hakuweza. Rais Kibaki akaingia akatafuta akajaribu kuua Rais Raila, hakuweza. Hata wakati wa Uhuru na Ruto walijaribu kuua Raila wakashindwa. Hivi tu wakati mmoja ambapo Raila alipokufa, Raila aliuawa kwa sababu jambo la kwanza, yale maagano, alivunja maagano ambayo walikuwa wameagana na wale ambao wanampatia nguvu zake. So alivunja maagano na walimwambia kwamba usiingie kwenye broad based, usiingie pale kwa Rais Ruto, lakini alivunja maagano. Na alipovunja yale maagano, ona jambo la kwanza, alisaliti youth, kwa sababu waliokuwa wanapigania, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinafanyika kwamba rais alikuwa anaenda kupinduliwa, rais wa Kenya alikuwa anaenda kupinduliwa na aliyemuokoa ni Raila, na Raila hakuwa amuokoe rais wa Kenya. Kenya ilikuwa ipinduliwe na Gen Z na kabisa, walikuwa wameapa na walikuwa wanataka kupindua Ruto kabisa. Gen Z walikuwa wanataka kupindua Ruto, lakini mtu ambaye alizuia kwamba wasiupindue ni Raila, na kuenda mahali pale, yeye alienda mahali pale kuzuia, lakini alivunja maagano, kwa sababu maagano yake ilikuwa ni kwamba usiende pale. Ukienda pale utazuia rais kupinduliwa, lakini utakapofika mahali pale wewe ndio utakuwa target. Badala ya serikali kupinduliwa, wewe ndio utakayekufa. So kama angeingia pale, yeye angekuwa bado anaishi, na labda hata angekuwa rais wa Kenya kwa sasa. Kwa sababu yeye alipoingia pale alizuia rais kupinduliwa. Na wakati alizuia rais kupenduliwa, basi yeye ndiye alifanyika target, kwa sababu ile target ilikuwa kwamba wangepindua yeye. Kama Raila angesupport Gen Z, wangepindua Rais Ruto, basi Raila ndiye angekuwa president kwa sasa. Lakini wakati alivunja yale maagano, basi angekuwa president. Rais akaendelea mahali pale na yeye maisha yake ikafika kikomo. Kwa hivyo hizi nguvu wanasiasa wanapopatiwa ni hatari pia kwa maisha yao. Si kwamba ni nguvu za kawaida, pia ni hatari katika maisha yao, na ni nguvu ambazo si za kawaida. Na mimi nasema kwamba si wanasiasa peke yake, hata wasanii wa Kenya. Wasanii hawa wanaitanga, kuna wale ambao waimbaji na kuna wengine ambao pia ni TikTokers ambao wanatumia nguvu za giza. Yule mtu utamuona pale ni kijana mdogo. Yule kijana mdogo hata ile pesa anapata kwa YouTube ni pesa kidogo sana. Labda kama ni 50,000 kwa mwezi ama 100, lakini utakuta anaendesha gari ya milioni 20. Hebu niambie kwamba TikTok inaweza lipa mtu apate pesa ya gari ya milioni 20. YouTube huwezi lipa mtu awe na gari ya milioni 20. So kuna baadhi ya content creators ambao wanaishi maisha ya kifahari, na ukiangalia zile content zao hata haziwaletei 100 mwisho wa mwezi. Utajiuliza pesa zinatoka wapi? Zile pesa zinaletwa na wanyama kama hao. Kuna wengi tu unakuta kwa na wanyama katika nyumba, kuna hao chatu kwenye nyumba, wengine ana kiss chatu usiku mzima. Na wengine Gen Z hawa unakuta kwamba anaenda analala kwenye majeneza, analala kwenye jeneza siku 7. Akitoka ndani ya jeneza anatoka pale akiwa milionea. So kuna kuna mambo ambayo watu wanasemanga hivi, kuna kitu inaitwanga ni Illuminati ama Freemason. Wamekuwa kieneza wakisema kwamba hawatoi sacrifice watu. Jicho la tatu. Jicho la tatu. Wanaenda wakieneza kwamba hawatoi sacrifice watu. Lakini nitawaambia jinsi wanavyofanya. Kwa sababu jambo la kwa kawaida hawawezi kupeleka mtu atumpeleka sacrifice, lakini kuna vile wanakuingiza bila wewe kujua. Kuna vile wanatolewa sacrifice bila wewe kujua.
Kwa sherehe ambazo zinafanyikaga sana sana katika manyumba za katika familia. Mtu mmoja anakuja hapa anasema siku fulani nawafanyia sherehe. Siku fulani nitawachinjia ng'ombe. Anapowachinjia yule ng'ombe, mtasherekea mkule yule ng'ombe, lakini katika njia ya kiroho ni maagano huwa mnafanya katika kule kukula. Watu wengi wanafanyanga maagano kupitia kukula, kupitia kwa eating together as a family. So namba kubwa wanaingia kwa maagano kupitia kwa hiyo eating together, ya family eating together. Ama goat eating. So si mikutano yote ya goat eating ambayo iko sawa katika maisha yako. Ingine ni hatari sana. Usikimbilie sana kwa goat eating, maana ni ya makazi, sijui ni goat eating ya cousins ama nini. Inakuwa ni mtu mmoja ambaye anataka kuwatoa sacrifice kama familia. Unakutanga baada hiyo goat eating, watu wanaanza kufa one by one. Huyu amekufa leo, baada ya muda kidogo huyu amekufa, huyu sijui amekuja ameshikwa na ugonjwa gani, huyu sijui na itokana na jambo moja, goat eating. Ama labda yule ng'ombe alichinjwa na mkakula wote. So maagano mengi yanafanywa kupitia kwa kula chakula. Na watu wengi unakuta kwamba kuna watu labda unakutanga anaota ndoto wakikula usiku. Ukianza kuota ndoto unakula usiku, unajiwanga sasa kuna maagano fulani ambayo unaingizwa. Ukiwa wewe mtu wa kiroho, omba sana, jitenganishe na yale maagano. Kwa hivyo wengi wa wale wanyama wanaokuja hapa ni kwa sababu ya maisha tu ya hawa ambao wanaitwa wanasiasa ama Gen Z ambao wanataka kutajirika haraka. Kwa sababu namba kubwa ya Gen Z unakuta hawana kazi. Lakini mtu anaendesha gari kubwa sana. Anaishi nyumba ya kifahari. Unafikiri pesa zinatoa wapi? Ni kwa vitu kama hivyo. Bishop, tukimalizia tumeona Gen Z wengi hawataki kufanya kazi. Una advice aje? Gen Z nafikiri kwamba ushauri wangu kwa Gen Z, hivi vitu vya ambavyo vinakuja kwa haraka pia vinaondoka kwa haraka. Utajiri unaokuja kwa haraka pia unaisha kwa haraka. Na ni vizuri kwamba utafute baraka za Mungu ambazo hazitaisha. Maana hivi utajiri wote unaopatikana na shetani unakutaga nambari kubwa ya Gen Z ambao wako saizi wengi wanakufa premature death. Unakuta sasa siku hizi dunia sasa badala ya vijana kuzika wazazi wao, wazazi ndio wanazika vijana kwa sababu dhambi zimeongezeka. Gen Z wengi wamekosa kutafuta Mungu. Na nambari kubwa hata wanapinga kazi ya Mungu. Wengine hata wanasema wanapigia mswada wa makanisa kufungwa. Gen Z wengi wanataka makanisa yote ifungwe, wakae bila kanisa. Ndio waweze kufanya mambo yote ambayo wanayoifanya, wafanye bila usumbufu wote wa mambo ya kanisa ama mambo yote ya kiroho. Juzi nimeona mwingine kwenye gari anasimamisha mhubiri, anahubiri, alafu anasimamisha mhubiri asihubiri, anaanza mambo yake, anaongea vituko na sarakazi na amesimamisha mhubiri asihubiri. Hiyo inakuwa ni hatari sana. Huwezi simamisha neno la Mungu. Ndio unaweza simamisha yule mhubiri kuhubiri, lakini huwezi simamisha neno la Mungu. Na hivyo ndio unakuta wengi nambari kubwa ya Gen Z wanakufa premature death. Huwezi pigana, you cannot fight God. Nambari kubwa ya Gen Z sasa wanakufa premature death kwa sababu hawamtaki Mungu. Hawataki kusikia Mungu. Wanataka utajiri wa haraka. Wanataka mambo ambayo ni ya shortcut. Na hiyo shortcut yake pia kuna malipo. Malipo yake ni premature death. Asante sana Bishop. Kuna watu wanakutazama hapa wangependa kukufikia. Unapatikana maeneo gani? Napatikana ofisi yangu iko Embakasi East. Mahali panaitwa Chokaa tu kwa stage. Ofisi yangu iko mahali pale. Ninaonaga watu siku ya Wednesday na Friday kuanzia saa 2 mpaka saa 7 kamili. Na unakuja mapema ili uweze kuonekana kwa sababu huwa sitaki mtu kurudisha mtu hata mmoja. Na nafikiri kwamba ukija siku hiyo utanipata. Labda kuna watu ambao wako Nairobi town. Kuna mtu yuko Nairobi town ama yuko sehemu zingine za Nairobi ungetaka kuja kwa ofisi yangu. Nenda bus station, ukishafika bus station, chukua gari za Kangundo Road, Super Metro. Waambie kushukisha Chokaa stage. Ukifika mahali pale nipigie simu, utachukuliwa pale kwa stage. Na wengine ambao wako Thika Road na upande wa Kangundo Road, uko Thika Road, chukua gari za bypass. The Eastern, I think ni Eastern bypass. Zile za kwenda Embakasi, waambie wakuweke Roy bypass. Ukiwa Roy bypass kuna gari za Chokaa mahali pale na ni 20 bob kufika Chokaa. So ukifika pale Chokaa nipigie simu tutaonana na wewe. Na wewe uko mbali, labda ungetaka labda kuniongelesha kwenye simu, lakini ambao wako outside Kenya ninawasihi sana muniongeleshe kupitia kwa WhatsApp.
ongelesha kupiga kwa WhatsApp, kwa sababu wakati mwingine unaweza piga simu, upige simu ikose kuchukuliwa. Na ukikosa kupiga simu saa hizi haimaanishi kwamba nikikosa kuchukua saa hizi nitakosa kuchukua kesho. Jaribu na piga kwa imani kwamba nitaweza kupokea, maana ninakuwa na simu nyingi sana ambazo napigiwa kwa dakika, napigiwa simu nyingi ambayo ni maelfu ya simu. So unapopiga simu, piga kwa imani na uamini kwamba nitachukua, na ukiona kwamba sijachukua, andika. Wale ambao wako outside Kenya, andika kwenye WhatsApp na uniandikie kwamba uniambie unataka kuongea na mimi. Nafikiri nitakupatia saa na wakati mwafaka na wa kuongea na mimi. Natumai kwamba tutaongea one by one na Mungu ataonekana katika tatizo lako. Tuna pia foundation ya kusaidia wamama kwenye slums. Mungu aliniita kwenye slums, alinituma kwenye slums nifungue kanisa. Slums mahali ambapo hakuna sadaka, mahali ambapo hakuna hiyo tithe, mahali ambapo hakuna hiyo panda mbegu. So huko slums huko Mungu alinipeleka tu huko nikuwe msaada kwa wale watu wako mahali pale. Na pia wewe unaweza ungana na mimi na kuwe msaada pale. Kwa hiyo pia tunahitaji donation yako ya nguo, viatu. Pia tunahitaji donation tu kwa support yoyote, hata kama ni unga moja. So nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, shalom. Mungu awabariki.